Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa moja ya ishara katika ndoto tunasema kwamba ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona kwamba mchungaji wako anakunywa pombe. Kwa njia ya ndoto. Unakuta mchungaji anakunywa pombe kwelikweli na amelewa kwelikweli. Ananena pengine kwa lugha lakini unaona kabisa mbona amelewa mchungaji. Sasa ni kwa njia ya ndoto. Na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione kwamba mchungaji wangu amelewa? Kwa nini nione mchungaji wangu amekunywa pombe? Sasa ishara ya namna hiyo watu wengi sana wakishaota ndoto ya namna hiyo unakuta anaama mpaka kanisa. Bana yule mchungaji mbaya wa kuzimu nilimuotea ndoto anakunywa pombe. Na namna gani? Sasa kiroho ukiota ndoto ukimuotea mchungaji wako anakunywa pombe, tunasema kwamba ishara ya namna hiyo moja kwa moja usitafasiri vibaya. Kwa sababu hiyo ishara manake ni Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba mchungaji wako amefulikwa na Roho Mtakatifu. Mchungaji wako amefulikwa na upako wa Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana ukaona hali ya kulewa, hali ya kulewa. Hata siku ya Pentecost mitume walipokusanyika mahali pamoja, Roho Mtakatifu alikuwa kilevi chao, akajaa, akafurika, wakaanza kulewa, wakaanza kuongea kwa lugha mbalimbali, za mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona mchungaji wako amelewa, isiwe sababu wewe kuhama kanisa. Isiwe sababu yeye kukimbia hiyo madhabahu. Isiwe sababu yeye kutoka hapo. Ni elimu tu umeikosa ya kutafasiri ndoto. Unaweza ukatafsiri vitu vibaya ukidhani kwamba huyu mchungaji yuko hivyo, lakini kumbe ulimwengu wa roho haina maana hiyo. Lakini nirudi sasa kwa mtu wa kawaida, Kwa mtu wa kawaida sasa hii nimeweka ya mchungaji, au babako wa kiroho. Sasa kwa mtu wa kawaida, ambaye ni mtu wa kawaida kabisa. Mtu wa kawaida, napoongelea kawaida ujihusishe na mambo ya huduma, ni mtu tu wa kawaida. Alafu ukaota ndoto ukaona kwamba unakunywa pombe. Sasa ishara ya namna hiyo ukiota ndoto ukiona unakunywa pombe, manake tunasema unajulishwa wazi kwamba ndani yako kuna roho ya anasa imekuingia. Roho ya anasa. Unajua ndoto moja inaweza ikawa ina maana 2, 3 hadi 4, lakini tunaangalia aliota ni nani, aliotea mazingira gani, sehemu gani, ilikuwaje, ndio hapo tunakuja sasa kuleta tafasiri halisi ya muotaji wa ndoto. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona kwamba unakunywa pombe, ni alama kwamba Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba umekopo na roho ya anasa. Roho ya anasa imejaa ndani yako. Na hiyo roho ya anasa inapelekea kwamba kuinuka kiuchumi itakuwa ni ngumu sana. Na hiyo roho ya anasa inapelekea kwamba kukua kiuchumi itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yako wewe ni mtu ambaye unajihusisha na mambo ya anasa. Anasa nyingi sana. Na anasa unaweza kawa sio mlevi wa pombe, lakini anasa inaweza kawa ni wanawake, anasa inaweza kawa tunasema ni kubeti, kucheza kamari, anasa inaweza kawa ni kutapanya pesa pasipokuwa na mpangilio. Zote hizo ni anasa. Lakini moja point ukiota ndoto ukiona kwamba unakunywa pombe kwenye ndoto na ni mtu wa kawaida, hiyo ndio maana yake. Maana yake hapo Yesu anakuonyesha wazi kwamba kaa vizuri, tengeneza uchumi wako ili uweze kuinuka zaidi, lakini pia ili uweze kwenda mbali zaidi sana. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Usiache kufollow account hii, kulike pamoja na kusubscribe. Shalom, Maranatha. Asante sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Sasa moja ya ishara katika ndoto tunasema kwamba ni pale ambapo ukaota ndoto ukaona kwamba mchungaji wako anakunywa pombe, kwa njia ya ndoto. Unakuta mchungaji anakunywa pombe kwelikweli na amelewa kwelikweli. Ananena pengine kwa lugha lakini unaona kabisa mbona amelewa mchungaji. Sasa ni kwa njia ya ndoto. Na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto nione kwamba mchungaji wangu amelewa? Kwa nini nione mchungaji wangu amekunywa pombe? Sasa ishara ya namna hiyo watu wengi sana wakishaota ndoto ya namna hiyo unakuta anaama mpaka kanisa. Bana yule mchungaji mbaya wa kuzimu nilimuotea ndoto anakunywa pombe, na namna gani? Sasa kiroho ukiota ndoto ukimuotea mchungaji wako anakunywa pombe, tunasema kwamba ishara ya namna hiyo moja kwa moja usitafasiri vibaya. Kwa sababu hiyo ishara manake ni Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba mchungaji wako amefulikwa na Roho Mtakatifu. Mchungaji wako amefulikwa na upako wa Yesu Kristo mwenyewe. Ndio maana ukaona hali ya kulewa, hali ya kulewa. Hata siku ya Pentecost mitume walipokusanyika mahali pamoja, Roho Mtakatifu alikuwa kilevi chao, akajaa, akafurika, wakaanza kulewa, wakaanza kuongea kwa lugha mbalimbali, za mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona mchungaji wako amelewa, isiwe sababu wewe kuhama kanisa.
isiwe sababu yeye kukimbia hiyo madhabahu, isiwe sababu yeye kutoka hapo. Ni elimu tu umeikosa ya kutafasiri ndoto. Unaweza ukatafsiri vitu vibaya ukidhani kwamba huyu mchungaji yuko hivyo, lakini kumbe ulimwengu wa roho haina maana hiyo. Lakini nirudi sasa kwa mtu wa kawaida kwa mtu wa kawaida sasa, hii nimeweka ya mchungaji au babako wa kiroho. Sasa kwa mtu wa kawaida ambaye ni mtu wa kawaida kabisa, mtu wa kawaida, napoongelea kawaida hujihusishe na mambo ya huduma, ni mtu tu wa kawaida, alafu ukaota ndoto ukaona kwamba unakunywa pombe. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona unakunywa pombe, manake tunasema unajulishwa wazi kwamba ndani yako kuna roho ya anasa imekuingia. Roho ya anasa. Unajua ndoto moja inaweza ikawa ina maana 2, 3 hadi 4, lakini tunaangalia aliota ni nani, aliotea mazingira gani, sehemu gani, ilikuwaje. Ndio hapo tunakuja sasa kuleta tafasiri halisi ya mutaji wa ndoto. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona kwamba unakunywa pombe, ni alama kwamba Roho Mtakatifu anakuonyesha kwamba umekopo na roho ya anasa. Roho ya anasa imejaa ndani yako. Na hiyo roho ya anasa inapelekea kwamba kuinuka kiuchumi itakuwa ni ngumu sana. Na hiyo roho ya anasa inapelekea kwamba kukua kiuchumi itakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yako wewe ni mtu ambaye unajihusisha na mambo ya anasa. Anasa nyingi sana. Na anasa unaweza kawa sio mlevi wa pombe, lakini anasa inaweza kawa ni wanawake, anasa inaweza kawa tunasema ni kubeti, kucheza kamari, anasa inaweza ikawa ni kutapanya pesa pasipokuwa na mpangilio. Zote hizo ni anasa. Lakini moja point, ukiota ndoto ukiona kwamba unakunywa pombe kwenye ndoto na ni mtu wa kawaida, hiyo ndio maana yake. Maana yake hapo Yesu anakuonyesha wazi kwamba kaa vizuri, tengeneza uchumi wako ili uweze kuinuka zaidi, lakini pia ili uweze kwenda mbali zaidi sana. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Usiache kufollow account hii, kulike pamoja na kusubscribe. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.